achukuaye dhambi zako, akusamehe maovu yako kwa ajili ya jina lake mwenyewe. Si kwa matendo mwanadamu akahesabiwa haki, si kwa sheria na torati ya Musa, bali kwa Kristo Yesu mwanadamu huhesabiwa haki na kuwa mwana wa Mungu. Ninasema kwamba bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Sio wa kufanyika wa Kristo, wa kufanyika watoto wa Mungu. Makofi na vigeregere. Haleluya, haleluya. Na sio kufanyika walokole. Mimi sio mlokole. Labda kuna walokole wenzangu hapa. Kuna walokole hapa. Mimi sio mlokole. Hakuna mahali kwenye Biblia imeandikwa walokole. Walokole ni neno ambalo walipewa watu waliokoka ya kuwadogosha, ya kuwafanya ni watu ambao wanalialia, ya kuwafanya watu fulani hivi maskini, ya kuwafanya watu fulani hivi waliokosa tumaini. Mimi sio mlokole. Mimi ni mwana wa Mungu. Majini ya kinona natembea, yanajua anayetembea ni mwana wa Mungu. Wachawi tunatembea, wajua anayetembea ni mwana wa Mungu. Wanaanza kupiga saruti. Mimi sio mlokole. Salamu ziwafikie walokole waliko. Mimi sio mlokole. Na kwenye Biblia hutaniweza sehemu imeandikwa walokole. Hakuna mlokole hapa. Hapa kuna majitu yaliyotoka mbinguni. Yamebeba ajenda za kimbingu. Yamebeba ujumbe wa kimbingu kwa watu wa Taratila. Na ujumbe wa kimbingu ni habari njema. Na hizo habari njema ni msamaha wa dhambi. Ni rehema za Mungu zingalipo. Bwana anasema na uwezo wa kuondoa makosa yako kupitia damu iliyomwagika. Na hii si damu ya ndege, wala si damu ya mbuzi, wala si damu ya ng'ombe, bali damu ya Yesu Kristo. Inayo uwezo wa kukusamehe na kukosa dhambi zako zote. Na baada ya kuosha hizi dhambi, hautakuwa mlokole. Utakuwa ni mtu aliyeokoka. Utakuwa ni mtu ambaye anaitwa mwana wa Mungu. Ni mwana wa Mungu lakini yuko duniani. Anakula insima kama wewe, lakini sio kama wewe. Ni mwana wa Mungu huyu. Ni mwana wa Mungu yuko duniani. Anaendesha pikipiki kama wewe, lakini sio kama wewe. Ni mwana wa Mungu huyu. Ni mwana wa Mungu aliyeko duniani. Analima na makisai kama wewe, lakini sio kama wewe. Ni mwana wa Mungu kwa sababu amempokea Yesu, na Yesu amempa uwezo wa kufanyika mwana wa Mungu. Mashetani wanalijua hilo, mapepo wanalijua hilo, wachawi wanalijua hilo, ya kwamba sisi ni wana wa Mungu. Tazameni upendo na namna gani aliyotupa Baba, ya kwamba sisi tuitwe wana wa Mungu. Na ndivyo tulivyo, ya kwamba sisi ni wana wa Mungu. Licha kwamba watu wa Taratila hawatatutambui. Wanajua huyu ni dokta huyu, wanajua huyu ni Siwela huyu, wanajua huyu ni Ibrahimu huyu. Wasijua ya kwamba ni mwana wa Mungu. Haijazilishwa bado, lakini itakapozilika tutafanana naye kama Mungu alivyo, na watoto wake tutakuwa kama yeye. Kama yeye alivyo na nguvu, na watoto wake tunazo nguvu za kuamrisha mashetani na waachie watu, na kuamrisha dhambi ziachie watu, na kuamrisha wachawi waachie mji. Anasema ni mwana wa Mungu. Hakuna daktari hapa. Hakuna daktari hapa. Hapa kuna mwana wa Mungu. Kuna jitu la mbinguni. Limebeba ajenda za kimbingu. Limebeba meseji ya kimbingu kuwaletea watu wa Taratila ya kwamba bado una nafasi na wewe ya kufanyika mwana wa Mungu. Utakapompokea Yesu, yeye anakupa uwezo wa kufanyika mwana wa Mungu. Si dini itakao kufanya kuwa mwana wa Mungu. Nimechangaa sana. Kuna watu wanajivunia dini. Wanasema dini, hii dini ni ya Manyadhi, ni ya Manyadhi Mungu. Hakuna dini ya Manyadhi Mungu. Dini ya Manyadhi Mungu ni mtu. Sema ni mtu. Dini ni mtu. Unaongea nini huyu? Yakobo anasema dini iliyo safi mbele za Mwenyezi Mungu ni hii. Sio FPCT. FPCT. Siongea habari za FPCT hapa. Naongea habari za wokovu. Siongea habari za TG hapa. Naongea habari za wana wa Mungu. Siongea habari za YGT hapa. Naongea habari za wana wa Mungu. Dini iliyo safi
Mwenyezi Mungu ni hii: kuona wajane, kuona yatima. Kumbe dini inaweza ikatembea ikaende kaona wajane. Kumbe dini inaweza kawafuata yatima ikawapa. Sio FPCT. FPCT ina miguu. Wala sio Sabato. Wala sio Katoliki. Wala sio TG. Dini iliyo haki na safi mbele ya Mwenyezi Mungu ni hii inayotembea kwenda kuona wajane. Ni hii inayotembea kwenda kuona yatima. Na hiyo jiepusha na mawaa. Hawafikaji hapo. Iliyojiepusha na mawaa, iliyojiepusha na uovu. Inawezekana kama ni mwanadini wewe, unasema ni dini ya Mwenyezi Mungu, alafu bado unapiga dhambi kama kawaida, alafu bado unapiga pombe kama kawaida, alafu bado una wake watatu, alafu unasema ni dini ya Mwenyezi Mungu. Una dini kama hiyo, dini hiyo safi. Sisi tuko kwenye dini ya Mwenyezi Mungu. Dini ya Mwenyezi Mungu sio FPCT. Dini ya Mwenyezi Mungu sio Sabato. Dini ya Mwenyezi Mungu ina miguu, inaenda kuona wajane. Hii dini ya Mwenyezi Mungu ina miguu, inaenda kuona yatima. Hii dini ya Mwenyezi Mungu imejiepusha na mawaa. Sio Sabato, sio Katoliki, sio walokole. Tuseme basi walokole. Na mimi siwataki walokole. Nataka wana wa Mungu walioshwa na damu ya Yesu. Hasa watu wanaongea dini, wanasema kwamba sisi tuna dini ya Mwenyezi Mungu. Sisi ni Wakristo. Ni Wakristo sisi. Ni Wakristo sisi. Na dini yetu ina miaka mingi. Nyinyi wote mmetoka kwetu nyinyi. Sisi ni wajuzi nyinyi. Sisi dini yetu ina miaka mingi. Hiyo dini haina akili. Hiyo dini imeshindwa kujiepusha na mambo. Dini ya kweli na kusafishwa na damu ya Yesu Kristo. Na hii dini mtu anapomkimbilia Yesu anasafishwa. Haitumlokale huyu, haitumkristo huyu, anaitwa mwana wa Mungu. Ana lugha ya kimungu. Watu wengi wa Kristo na walokole wameshikilia lugha, wameshikilia ufipa, wameshikilia kifipa, wameshikilia Kiingereza. Yaani akienda sana anasema mimi ni Mwingereza. Nataka nikwambie, wana wa Mungu wanayo lugha ya mbinguni. Wana wa Mungu wana kifipa sawa, wana Kiswahili sawa, wana Kiingereza sawa, lakini wanayo lugha ya mbinguni. Ukiwakuta wanaongea, hawaongei na wewe, wanaongea na aliye mbinguni, anaitwa Mungu. Utawasikia anaongea lugha ya mbinguni, hazungumzi na watu. Wakristo pia wamekuwa na maswali mengi hapo. Wakristo wamekuwa na maswali mengi hapo. Ukikuta mtu wa mbinguni anaongea lugha ya mbinguni, wanaweza kusema lugha ya mashetani. Lugha ya mashetani, endelea kusikia kifipa. Hii ni lugha aliyopewa wana wa Mungu. Nataka nimwongelee mwana wa Mungu. Aliye na mwana wa Mungu anao uzima wa milele. Sio aliye na dini, aliye na mwana wa Mungu anao uzima wa milele. Sio aliye Mkristo, aliye na mwana wa Mungu anao uzima wa milele. Na uzima wa milele ni huu: kujua Mungu wa kweli na wa pekee, na Yesu Kristo aliyemtuma. Sio wajue Kristo, sio wajue dhehebu, wakujua Mungu wa kweli na wa pekee, na Yesu Kristo aliyemtuma. Na uzima wa milele ni huu: kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa Bwana Yesu Kristo, ili kwamba mwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Sio yeye amwaminie dini, sio shikilia Kristo, sio shikilia ulokole. Anayemwamini Kristo ana uzima wa milele. Mimi nina uzima wa milele, mimi najiandaa kumwona Yesu Kristo. Amen. Amnikumbushe
utumishi. Ndio. Nilisema leo nataka kuongea. Tumejisahau. Kumbuseni. Tumejisahau. Nataka kuongea. Ongea nao kwa lugha ya kuongea. Kwa lugha ya kirafiki. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Watu wamekuwa na dini. Ndio. Lakini dini hazina macho. Ndio. Wameshikilia udhehebu. Udhehebu sio na maana. Ndio. Dini sio evangelical Assemblies of God. Evangelical Assemblies ni kanisa langu mimi. Ndio. Inaitwa Evangelistic Assemblies of God. Mimi sio mfupisidi kumbe. Dini sio Tanzania Assemblies of God. Dini kumbe dini ni mtu. Dini ni mtu anayeona wajane, ndio anayeona yatima, ndio aliyejiepusha na mawaa. Lakini dini kama dini ndio haipi mtu wokovu. Ndio dini kama dini ndio haipi mtu wokovu. Ndio kuona wajane yapasa sana tufanye sana, tutende sana. Kuona yatima yapasa sana tutende, na mwaka huu tutawaona wengi sana. Sawa, tukisitisha watoto tutawaona wengi sana wajane. Kama ndio pale nyosha mkono wako namna hii. Dini ni kujiepusha na mawaa. Kufanya hayo yote hakukufanya wewe kuwa mwana wa Mungu. Nasema kuokoka ni nini? Kuokoka ni kutenda matendo mema. Hapana. Ukifanya matendo mema unakuwa dini safi mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu. Lakini hiyo haikupi wokovu. Kuna mtu mmoja alikuwa na dini safi. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10, anaitwa Kornelio. Alikuwa anaona wajane na kuwapa watu sadaka. Alikuwa akiomba kila siku daima. Alikuwa akifanya hayo mbele za Mungu. Akawa ni dini safi. Lakini alipungukiwa na kitu kimoja kinaitwa wokovu. Yesu Kristo alikuja sio kuleta dini, na waliomlea Yesu Kristo ni hawa wenye dini. Yesu Kristo alizikuta dini akasema dini ina maana tupa kule, nimeleta wokovu. Na huo wokovu ni kumtoa mwanadamu katika dhambi zake. Akitoka kwenye dhambi zake anafanyika kuwa mwana wa Mungu. Nasema na wana wa Mungu hapa. Nasema na wana wa Mungu hapa. Nasema na wana wa Mungu. Alikuwa na dini safi, lakini hakuwa na wokovu. Ilikuwa dini safi mbele ya Mwenyezi Mungu, lakini alikosa sifa za kuitwa mwana wa Mungu. Malaika akamtokea akasema, Kornelio, una dini safi mbele ya Mwenyezi Mungu, unaona wajane sawa, unaomba sawa, unapiga na msalaba hivi sawa, unasujudu sawa, umejiepusha na mawaa sawa, umejiepusha na uzinzi sawa, lakini umekosa wokovu. Maana wokovu hauji kwa kuwa dini safi. Wokovu unakuja kwa kuwa na Yesu. Ninamsema Yesu hapa. Ninamtamka Yesu hapa. Ninamsema Yesu hapa. Anasema nenda hapa. Kabuta mtu mmoja anaitwa Simoni wa Petro. Yeye atakuelekeza habari za wokovu, hata kuambia habari za dini. Maana dini umekuwa nayo haitakusaidia. Nimekuja leo nikwambia habari za wokovu. Nimekuja leo nikwambia habari za mwana wa Mungu. Nimekuja leo nikwambia habari za Yesu Kristo, ya kwamba yeye ndiye njia, kweli na uzima, anaye njia ya kukufikisha kwa Mungu. Wala sio dhehebu lako, bali ni Yesu Kristo. Wala sio dini yako, bali ni Yesu Kristo. Umegeukia dini yako ya pesa, umejisifia kwa watu ya pesa, lakini hauna Yesu. Maisha yako ni shahidi, hauna Yesu wewe. Nimekuja nikwambie, dini yako haina mbingu ya kukupeleka, lakini Yesu anayo mbingu. Mpokea Yesu. Yesu pekee ndiye ana mbingu. Sema Wakristo, mmesikia hiyo? Mmesikia hiyo? Ninyi walokole, mmesikia hiyo? Mmesikia hiyo? Mimi sio mlokole. Sisi hapa sio walokole hapa. Amina. Hapa kuna mlokole hapa. Hapa kuna watu waliosamehewa dhambi na mwana wa Mungu. Hapa kuna watu waliobadilishwa na kupewa uwezo kuwa wana wa Mungu. Mwana wa Mungu apige kelele sana. Haleluya. Yesu ni nani? Yesu ni Bwana. Yesu ni nani? Yesu ni Bwana. Yesu ni nani? Yesu ni Bwana.
katikati yetu unamfahamu mmoja wapo alikuwa mwenye dhambi sana, alikuwa analewa sana, unasema hakika fulani alikuwa anazini kuliko hata mimi, unasema hakika fulani alikuwa na wake watatu kuliko hata mimi nilikuwa nao tu wawili, anasema hakika mtu fulani alikuwa anakunywa pombe kuliko mimi nilikuwa nakunywa tu lita 2, yeye alikuwa anakunywa sana, yeye alikuwa anakunywa lita 10. Lakini habari njema ni kwamba alipompokea Yesu Kristo amepewa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Na Biblia inaniambia kwamba tazama, kaza macho, angalia sana, tazama sana. Wewe Mkristo, tazama wewe mlokole, tazama mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita na sasa yamekuwa mapya. Alikuwa na watu wengi, alikuwa nje ya Kristo, alikuwa kilewa sana, alikuwa nje ya Kristo, lakini sasa tazama amekuwa katika Kristo, amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita na sasa yamekuwa mapya. Tunasema yale ya kwamba mtu wa Chalatira ukiamua kumkimbilia Kristo unafanyika kuwa kiumbe kipya, ukiamua kumkimbilia Kristo unafanyika kuwa mwana wa Mungu. Ya kale yakapita kwa sababu Kristo amepewa uwezo wa kuchukua dhambi ya mwanadamu iliyomkalia na kumpesa kwa muda mrefu. Sio dini ni Yesu, sio dhehebu ni Yesu. Yeye anayo amri ya kumsamehe mwanadamu dhambi na makosa yake, akusafisha dhambi zako, akusamehe maovu yako, aukomboe hai wako na kaburi. Kuna watu hai wao unaelekea makaburini, hata kumpa panado huu au hai wake umeelekezwa na mashetani kuelekea makaburi. Hata ukimchoma pawasetu ukamchoma sindano, huyu hai wake huyu ameambiwa na wachawi lazima mwaka huu ufe, lazima mwaka huu waibike, uhai wake unaelekea kaburini. Lakini habari njema ni kwamba Yesu Kristo auokoa uhai wako na kaburi, aurejeshe ujana wako kama tai, akusamehe maovu yako na kukusafisha makosa yako. Kwa kila anayemwamini, ndio maana anaambia kwamba kila mwamini yeye hahukumiwi, lakini asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Utamuona analima makonde, lakini kama hana Yesu amekwisha kuhukumiwa huyo. Unamwona anaweza pikipiki, lakini hana Yesu amekwisha kuhukumiwa huyo. Unamwona anakula vizuri, ukimwangalia na kitambi, ukimwangalia amekonda, ukimwangalia ni mwanamke, ukimwangalia anacheka, lakini kama hana Yesu amehukumiwa huyo. Habari njema ni kwamba mwamini yeye hahukumiwi, lakini asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Nimekuja nikushauri leo ya kwamba mwamini Yesu Kristo uepuke hukumu ya Mungu. Nimekuja nikushauri leo ya kwamba mwamini Yesu Kristo aondoe dhambi yako, aondoe mateso yako, aondoe ulevi wako, akubadilishie jina. Umekaa na jina la pesa, umeitwa malaya ya pesa, umeitwa mlevi ya pesa, umeitwa mwizi ya pesa, umeitwa mchawi ya pesa. Mwamini Yesu leo akupe jina jipya, ufanyike kuwa mwana wa Mungu aliye hai. Simama miguu yako. Yesu ni nani? Yesu ni Bwana. Yesu ni nani? Yesu ni Bwana. Yesu ni nani? Yesu ni Bwana. Yeah. Amen. Asiyemwamini Ndio amekwisha kuhukumiwa. Ndio. Sababu ya kuhukumiwa nini? Kwa sababu hakuliamini jina pekee la mwana wa Mungu. Sababu ya kuhukumiwa sio kwa sababu alikuwa mlevi. Na mimi nasikitika sana. Sababu ya kuhukumiwa si kwa sababu alikuwa mchawi. Sababu ya kuhukumiwa si kwa sababu alikuwa mzinzi. Sababu ya kuhukumiwa kwako kwa sababu ukuliamini jina pekee la mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo. Kwa nini jina la Yesu Kristo? Hili jina la Yesu Kristo kila anayeliamini linampa uwezo wa kuokoka, linampa uwezo wa kuepuka na hukumu ya Mungu. Mungu ameiweka hukumu kwa mwanadamu aliyemkataa Mungu, aliyemkataa Yesu, akajiona yeye ni mjanja, amemkataa Mungu, akageukia waganga wa kienyeji, amemkataa Mungu, akageukia uchawi. Iko hukumu juu yako mwanadamu. Ni heri leo ungeliamini hili jina, maana hakuna wokovu wao mwingine usipokuwa katika
katika jina la Yesu Kristo, maana kuna jina lingine alilopewa mwanadamu chini ya jua lipasalo kuokolewa kwalo, ila jina la Yesu Kristo. Si jina la mtakatifu Mwamposa, si jina la mtakatifu Petro, ni jina la Yesu. Nataka nikwambie wokovu uko katika kuliamini hili jina la Yesu Kristo. Wokovu hauko katika kufanyika kuwa Mkristo, hapana. Wokovu uko katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Tumalizie kitabu hiki, nitamani niombe na watu. Ndio. Tumalizie kitabu hiki, nitamani niombe na watu wa Chalatina. Ndio. Leo natamani kuongea. Na mimi nashangaa inakujaje hii hali ya kushtuka. Ndio. Inakujaje hii hali ya kushtuka na kuongea sasa. Nataka niongee nao kirafiki. Ndio. Wow, Yohana wa kwanza. Yohana sura ya 5. Mstari wa 11 na wa 12. Yohana wa kwanza, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 11 na 12. Yes. Sura ya kwanza Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5. ndio Mstari wa 11 na wa 12. 5 mstari wa 11 na wa 12. Ndio. Biblia inasema, na huu ndio ushuhuda, na huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima, ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele. Na huu ndio ushuhuda. Na subiri kwanza, na mimi nipo na kusudia hapa mtu wa Chalatina. Ndio. Ya kwamba ushuhuda anaokusudia leo ni kwamba Mungu alitupa uzima wa milele. Na uzima huu umo katika mwanawe. Na uzima huu umo katika mwanae. 12. Ndio. Yeye aliye naye mwana anao huo uzima. Yeye aliye naye mwana anao huo uzima. Asiye naye mwana wa Mungu hana huo uzima. Asiye naye mwana wa Mungu hana huo uzima. Hata kama anaswali mara 5 kwa siku, ndio, kama hana mwana wa Mungu, ndio, hana uzima. Hata kama anaenda kanisani mara 6 kwa siku, kama hana mwana wa Mungu, hana uzima. Hata kama anatoa sadaka, anaagiza na zingine mkanitolee, kama huna mwana wa Mungu, huna uzima. Ndio maana naambiaga watu, mimi nimeokoka. Mimi sio mlokole, nimeokoka kwa sababu ninaye mwana wa Mungu. Sitarajii kuokoka kama tutaokoka. Hapana, mimi nimeokoka kwa sababu ninaye mwana wa Mungu. Uzima wa milele ninao. Ndio. Hakuna tu kama nitaokoka. Kuna kuokoka baada ya kufa. Mtu akishakufa, nasema kwamba kama mwanadamu alivyotoka kuishi mara moja, na baada ya kufa ni hukumu. Hakuna kuokoka. Kuokoka ni sasa, na kuokoka na ukokaje? Kwa kuwa na mwana wa Mungu. Wasikudanganye. Utaokoka lini? Kama huna mwana wa Mungu, ni kweli hujaokoka. Ni kweli. Lakini kama na mwana wa Mungu yuko ndani yako. Napozungumzia mwana wa Mungu, sizungumzii wewe Mkristo. Nataka nizungumzie habari za wewe kuokoka na kufanyika mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Ndio. 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 Umesali sana, lakini huna mwana ndani yako. Huna Yesu. Hauna uzima. Umeimba na kwaya. Umeshika sana Sabato. Ndio. Lakini huna Yesu. Mimi nina mwana wa Mungu. Na huyu mwana wa Mungu anaitwa Yesu Kristo. Na yeye ndiye Bwana wa Sabato. Ndiye sema kwamba tusitakase siku. Mtakasane Kristo katika mioyo yenu. Mtakaseni Kristo katika mioyo yenu, sio katika siku. Ala, sio Jumapili. Sio Jumapili. Naongea na nyinyi wa Kristo. Ala. Sio Jumapili. Mtakaseni Kristo katika mioyo yenu. Sio mtakase siku. Ndio. Wala pachiwerusi. Sio takase Jumatatu. Aliye na mwana. Ndio. Na huyu mwana anakaa ndani yake. Ndio. Anasema kaeni ndani yangu, nami ndani yenu. Akikaa ndani yako, wewe huyo ndiye Bwana wa Sabato. Unatakiwa umtakase yeye ndani yako. Takase ndani yako. Ni hilo.
ndio ungekuwa na mwana wa Mungu ndio ili uwe na uzima. Ndio. Hakuna wokovu mwingine wowote bali ulio katika mwana wa Mungu Yesu Kristo. Unatarajia kuokoka baada ya kufa, umekwisha kufeli. Umefeli kabisa. Umefeli kabisa. Okoka leo ndio kwa kumkubali Yesu Kristo aingie kwenye maisha yako. Ndio. Yeye ndiye uzima wa milele. Na huyu si mwana wa Mungu tu, bali ni Mungu mwenyewe. Bali ni Mungu mwenyewe. Biblia inasema hivi, nasi twajua ya kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili ili tumjue yeye aliye wa kweli, na sisi tuko ndani yake yeye aliye wa kweli. Na huyu si mwingine, ni Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli. Aliye na Yesu Kristo ndiye aliye na Mungu wa kweli. Wapi kigeni? Kuna miungu mingi sana, wapi makofi? Lakini sio ya kweli, ni ya uongo. Ndio. Mingine imefika mpaka makanisani, wanaibusu, wanasema huyu ni Mungu wa kweli. Nataka nikwambie, Mungu wa kweli ni mmoja. Ndio. Wa kujua Mungu wa kweli na wa pekee. Ndio. Ni wa pekee huyu. Na Yesu Kristo aliyemtuma. Na huyu Yesu Kristo ndiye Mungu wa kweli pekee. Tena hapo hakuna wokovu. Kuna kuitazamia hukumu ya Mungu. Tena hapo hakuna Kristo. Kuna kuitazamia hukumu ya Mungu. Ni kweli. Na baada ya kufa hakuna kuokoka. Baada ya kufa ni hukumu. Hata kama mashehe wataomba usiku mpaka asubuhi, kama huna Yesu unaitazamia hukumu ya Mungu. Hata kama mapadri wataomba asubuhi mpaka mchana, kama huna mwana wa Mungu unatazamia hukumu. Hata kama mchungaji Sikainda akaomba hapa akatoa nashati, kama huna mwana wa Mungu unaitazamia hukumu. Biblia inaniambia kwamba sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Walio katika Kristo Yesu hatutazamia hukumu, tunatazamia uzima wa milele. Na tumekwisha kuokoka kwa sababu mwana wa Mungu tunaye. Ndio. Na huyu mwana wa Mungu akiingia kwenye maisha yako, anafukuza mashetani yote yaliyokutawala. Watu wamejimilikisha mashetani. Anasema mimi nina mashetani. Una mashetani ni kwa sababu huna mwana wa Mungu. Ni kweli. Huyu mwana wa Mungu ametupa mamlaka ya kuamuru magonjwa yatoke kwa jina lake. Maana amekirimiwa jina lipitalo majina yote, ili kwamba kwa jina la Yesu Kristo vitu vya mbinguni vipige magoti, vitu vya duniani vipige magoti, hata vitu vya kuzima kwa jina la Yesu Kristo. Nataka nikwambie, hata kansa inapiga goti chini ya jina la Yesu. Hata uvimbe kwenye kizazi unapiga magoti chini ya jina la Yesu Kristo. Hata magonjwa na mashetani yanayokusumbua yanapiga magoti kwa jina la Yesu Kristo. Unapomwamini Yesu Kristo unayashindanisha mashetani na Yesu, na kama hayawezi akashinda, maana Kristo Yesu amekirimiwa jina lipitalo majina yote. Kuthibitisha hii Injili haikuwafikia nyinyi kwa maneno matupu, wala kwa ujuzi, wala kwa hekima ya kibinadamu, bali katika roho, katika nguvu, na katika uthibitivu mwingi. Kama yuko mtu ameambiwa wewe ni tasa hutazaa, ameambiwa wewe una uvimbe kwenye kizazi, nataka aje hapa nishindanishe uvimbe na jina la Yesu. Hapo tuone nani ni mwamba. Umeshindanisha na mizizi, haijakusaidia bado. Umeshindanisha na chale, wamekuchanja chale hata mahali ambapo hapafikiki kwa macho, haijakusaidia bado. Umenyesha kila aina ya dawa, yawezekana umenyesha hadi vitu vingine ni vya aibu, lakini bado havijakusaidia. Umelala makaburini wewe, lakini bado makaburi hayajakusaidia. Lakini liko jina tuliopewa na damu tuwezalo kuokolewa kwalo, na hili jina linaitwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Natamani niombe na mtu mmoja hapa, nifukuze uvimbe kwenye kizazi katika jina la Yesu. Jina la Yesu linafanya mambo. Na mashetani yanachukua mimba za watu kama sadaka. Nifukuze utasa kwa jina la Yesu. Kama uko mahali hapa, kimbia hapa. Njoo. Huyu mwana wa Mungu anazo nguvu. Tumemsema Yesu Kristo, tujasema dini. Na Yesu anaposema mahali popote, lazima atilie uzima na amani kwenye maisha ya watu. Njoo hapa tuombe. Njoo. Mimi siyasema utoke kwenye dini yako. Baki na Ukristo wako. Lakini njoo kwa Yesu akupe leo majibu yako. Upate uzima.